Tulizungumza nini na Chakwera, wakili Mwabukusi? Kwa ujumla tulizungumzia masuala mbalimbali yanayohusu utawala wa sheria, haki za binadamu na matukio mbalimbali ya kabla, wakati na baada ya uchaguzi, ikiwemo swala la utekaji na kupotezwa kwa watu na swala la mauaji ya raia yaliyofanywa na vyombo vya dola. Lakini vile vile ukweli mzima tujue. Silaha zilitoka wapi? Nani alitoa agizo? Kwa nini alitoa lile agizo? Ndugu waliopigwa risasi wakaonekana baadaye wakatoweka katika mazingira ya maiti, zikafufuka, sijui zikakimbia mochwari. Ilikuwaje? Walizikwa wapi? We need that truth. Limesaidia kumove ni kusimama kwenye utawala wa sheria na kukemea bila hofu. Wakati wengine wakihubiri amani, sisi tulihubiri haki, na tumethibitisha kwamba watu wangesikiliza TLS ilichokuwa ikifanya, hakuna roho ya mwananchi ambayo ingepotea Oktoba 29. Haleluya, watu wa Mungu, natazama na wachia kwa wakati mwingine tena. Ni kwa wakati ambao ni muhimu sana wa kulia pamoja na wanaolia. Biblia inasema lieni pamoja na wanaolia, lakini pia chekeni ama furahini pamoja na wanaofurahi. Nimekuja kwa wakati ambao ni muhimu sana kuwepo, ni muhimu sana kuongea, hususan kwa wakati kama huu ambao raia wengi, watu wengi wanapaza sauti, wanapiga kelele, wanalia kwa namna tofauti tofauti kwa sababu ya watu wao kutekwa nyara ama kupotezwa ama kuuawa kwa namna ambazo zisizojulikana. Kwa siku chache ambazo tumewapoteza watu kadhaa ambao wametekwa akiwemo, lakini lawama zote, maneno yote yanakuja kutupiwa kwa watawala, kwa chama tawala, ambacho naweza kuuliza, je, mnalea watekaji? Maana Biblia imeandika adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Mnaumiza watu, mnateka watu, mnapoteza ama kuua watu, na hao watu ama ndugu zao ama jirani zao ama familia zao zikikaa kimya, watu wakiwa kimya, nyie hivyo ndio mnaita amani. Watu wakiwa kimya ndio amani kwenu, lakini watu wakilalama, watu wakipaza sauti, watu wakipiga kelele, kuongea malalamiko yao, kuongea maumivu yao, kuyatoa, kuyaweka wazi, ninyi kwenu mnasema wanavuruga amani. Lakini pia viongozi wa dini wakiungana kwa pamoja kutetea na kudai mfumo wa haki, mnaita wachochezi. Wanachochea amani kutokuwepo, wanavuruga amani. Sasa naweza nikaongea kwamba huu ndio wakati mwafaka wa kuyaongea. Naweza nikasema kwamba kauliza tena kwamba mnalea watekaji, hao watu wanaotekwa, je, utawala, uongozi umeshindwa kudhibiti? Uongozi umeshindwa kudhibiti, na kama umeshindwa, ilikuwa ni busara kuachia madaraka, kuachia kusema kwamba haya yamenishinda, nimeshindwa kuweka wazi na kwamba nimeshindwa, tufanyaje, tuendesheje, tupelekeje hili taifa ama hii nchi ama hiki kizazi ama hii dunia. Naweza nikasema kwamba kuna watu ambao wanaweza kusema kwamba kwa nini unaongea? Usiongee, nyamaza tu, usichanganye dini na siasa, nyamaza tu. Na kuhakikishia, akitekwa mtoto wako, mwanao, sidhani kama unaweza ukaona ni busara kunyamaza. Akitekwa ndugu yako, akipotezwa rafiki yako, akitekwa mama yako mzazi, baba yako mzazi, mdogo wako pekee, akitekwa ndugu yako yoyote, mke wako, mume wako, sidhani kama unaweza ukaona ni busara kunyamaza. Tunaongea, tunapaza sauti, tunajaribu wengine kulia pamoja na wanaolia. So Biblia imeandika hivyo, lieni pamoja na wanaolia, kwa tafsiri ama kwa maana ya kwamba chekeni pamoja na wanacheka, furahini pamoja na wanaofurahi, lieni pia pamoja na wanaolia, umieni pamoja na wanaumia. Kwa maana haya mambo huwa yanageuka.
leo unaweza ukatukana. Sasa pana maza ndio kama hivi, usongee maza ukilia kwa siri pembeni nini, maneno kibao. Kesho na kesho kutwa anaweza akatekwa mwanao, mke wako, mumeo, mzazi wako, ndugu yako, jirani yako. Sidhani kama unaweza ukapata ujasiri na ukaona kunyamaza ni busara. Ndio watu wa Mungu kwamba haya mambo yanapaswa kupaziwa sauti, kupaziwa kelele za maumivu yote tulionayo. Leo kwa yule, kesho kwako, kesho kutwa kwangu. Haya mambo ambayo tunaweza kusema haya mambo sio ya kunyamaza. Ni mambo ambayo yanapaswa yasinyamaziwe kimya. Mambo ambayo yanapaswa yapaziwe sauti, yapaziwe kelele za namna zote, za hapa na pale. Haijalishi yanakukuta wewe, haijalishi hayajakukuta. Jaribu kwa namna moja ama nyingine kupaza sauti, kuongea kwa namna moja ama nyingine, kuweka wazi maumivu ambayo anaweza mkushika akawa ameyapata. Kwa sababu pia Biblia imeandika kwamba malipo ni hapa hapa duniani. Malipo yapo hapa hapa duniani. Leo unaweza kuwa mtekaji, unateka, ama uko nyuma ya wanaoteka. Yaani ukiwa nyuma ya wanaoteka, maana na wewe ni tafsiri ya kwamba ni mtekaji. Ni tafsiri ya kwamba unateka. Lawama nyingi, kelele nyingi, zote kwa sasa. Je, serikali inahusika kwa namna moja ama nyingine? Na kama inahusika, hao watu inawapeleka wapi? Je, inawaua na kwenda kuwashika sehemu tofauti na kuwafikia na kuzima data? Je, hao watu kuna chumba maalum wanahifadhiwa, wanatunzwa, wanateswa, wengine kung'olewa meno, wengine mateso hapa na pale, lakini yote katika yote, mateso ya namna yoyote, yote yanalenga ni kuua, yote yanalenga ni kuondoa uhai. Mateso ya namna yoyote, huwa kitu yanachokwenda kulenga, huwa kitu yanachokilenga ni kuua, huwa yanalenga ni kuua. Sasa naomba Mungu kwa wakati huu aweze kufanya jambo kwa watekaji ama kwa wote walio nyuma ya watekaji. Naomba Mungu unapaza yote, naomba kwa sauti ambayo inaweza ikasikika kwamba Mungu na afanye jambo kwa watekaji. Mungu na afanye jambo kwa wote wanaohusika kuteka. Mungu na afanye jambo kwa namna moja ama nyingine, na kila mmoja aweze kujua ya kwamba hawa ndio waliohusika kwa namna moja ama nyingine. Mungu na awaweke hadharani, kwa maana malipo ni hapa hapa duniani. Mungu na awaweke hadharani ya kwamba waweze kujua, kizazi chao, familia zao, ndugu zao, wote waweze kujua ya kwamba kweli hakika malipo ni hapa hapa duniani. Malipo yapo hapa hapa duniani. Wao na kizazi chao wakaweze kulipwa, wakaweze kupatwa kulipwa. Mungu na akaweze kufanya jambo kwa wote wanaohusika au walioko nyuma ya haya yote yanayotendeka ama kuendelea. Kama ni serikali, Mungu na akaweze kufanya jambo juu ya serikali hii husika. Kama ni watu binafsi ambao wako nyuma, wamejificha nyuma yake, nyuma ya serikali, nyuma ya system, nyuma ya chama tawala, nyuma ya chama chochote, Mungu na akaweze kufanya jambo. Haya yote yanayotendeka, yote malipo ni hapa hapa duniani. Malipo yako. Kwa maana unavyomtendea huyu mtu, kesho na kesho kutwa ndivyo atakavyotendewa mama yako mzazi, baba yako mzazi, mkeo, mmeo, mwanao, ndugu yako. Kwa maana hiyo malipo ni hapa hapa duniani. Malipo yapo hapa hapa duniani. Unavyomtendea leo huyu yule, kesho ndivyo utakavyotendewa wewe na familia yako, wewe na kizazi chako. Naamini kabisa kwamba hebu tusinyamaze, tupaze. Mimi kwa kipekee nitapaza sauti, nitaongea kwa kadri Mungu atapavyo neema na uhai wa kuishi. Nitahakikisha kwa namna moja ama nyingine niutendee haki sawa sawa. Nitakujia kwa wakati mwingine tena. Amen.